na washuhudieni tu kidogo, hasa vijana wangu wahitimu, na mimi katika umri wa kwenda au chini yake kidogo, nimekuwa ni miaka 15. Mimi mpaka miaka 15 nikasema wazazi wa missionary, mimi sijali dini, Mungu ni nani. Lakini nilipokuwa nimekutana na babu yangu mzaa baba ambaye nimepewa kuishi kwake huko Switzerland baada ya kuishi hapa Tanganyika, basi nilimwona huyu babu ana ushuhuda wa pekee kabisa. Alikuwa anasoma neno. Mimi nikamwambia, babu, navyokuangalia mimi kijana, mjukuu wako mdogo, kile ulicho nacho wewe, basi na mimi ningetamani. Anasema, nenda kaitafute, tafuta kwanza ufalme wake. Soma Injili ya Yohana, na kwenye Injili ya Yohana nilipata neno moja kubwa sana. Yesu amesema katika kifo, katika msiba, ambaye misiba imetuzingira kila bahari, anasema, mimi ni uzima wa milele, anayeniamini mimi hata kufa isipokuwa ataishi. Na ndipo swali lilikuja kwenye maandiko pale pale katika Injili ya Yohana sura ya 11 mstari wa 25, tuliambiwa kana kwamba, unaamini? Unakubali? Martha aliulizwa alipomwona Yesu, akasema, ndio, ninavyokuona wewe mimi nakubali. Aisee, na mimi kama kijana miaka 15 nilikubali. Na kutoka pale ndani ya moyo wangu kulizaliwa kitu, utafuteni kwanza. Baada ya kutafuta kile cha kwanza na kukipata maishani yangu ya kutoka ujana mdogo sana, nikasema wacha nisome sasa, nifanye kila hatua katika mapito yote ya masomo na ya ufundi na kwenda mbele na katika vyuo, hebu nijifunze ili baadaye nije huku Tanzania. Kulizaliwa ndani yangu wito wa kutamani kuja huku na kuwapatieni zawadi iliyo zaidi ya kung'aa na kupendeza hata vazi niliyovaa. Wapendwa, neno la Mungu. Nilikuja hapa miaka 56 nyuma, nina neno la Mungu. Neno la Mungu jamani, ni vazi nzuri kuliko mavazi ambayo tunajipamba kwayo. Mtu mwenye hekima atajivalisha na vazi ya neno la Mungu, ambayo vazi hili linatufikisha tukilikubali mpaka peponi kwenye uzima wa milele. Na kama upokei, ina maana umejichagulia mwenyewe pa kwenda. Hata Biblia inasema. Kwa hiyo kwa neno la Mungu leo, kwa salamu ya kwangu, nje ya kushukuru na kufurahi mnavyojipamba na kujipanga, kwa kweli kwenye gari yangu huko nyuma nimeandika, utafuteni kwanza. Yesu katika Injili ya Mathayo sura ya 6 na mstari wa 33 alisema, utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mengine mtapewa. Ni neno la ajabu sana. Mimi nataka mawili mkumbuke tu, utafuteni kwanza. Wewe na mimi katika ulimwengu huu tumekuwa ni watafutaji. Tunatafuta kuishi, chakula, sifa, elimu na vitu vingi tunavitafuta, na tunapata vitu vingi, lakini Mungu anasema, kumbuka kitu kimoja. Biblia inasema, tafuteni kwanza. Neno hili ni la nguvu la pekee.